Iran imeanzisha awamu mpya ya mvutano katika Mashariki ya Kati baada ya kufyatua makombora kadhaa ya ballistic yaliyolenga vikosi vya Marekani vilivyowekwa katika eneo hilo, huku jeshi la Marekani likitangaza kuwa mifumo yake ya kisasa ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuyadungua makombora yote kabla hajafikia malengo yaliyokusudiwa. Tukio hilo linaelezwa kwa shambulio la kwanza la moja kwa moja lililoripotiwa dhidi ya vikosi vya Marekani tangu Rais wa Marekani Donald Trump atangaza mwishoni mwa wiki kwamba Marekani ingesitisha mashambulizi yake baada ya kipindi cha takriban wiki mbili za mapigano makali yaliyotikisa eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani iliyotolewa usiku wa mkia hii leo, Julai 29 mwaka 2026, vikosi vya walinzi mapinduzi ya Kiislamu wa Iran IRGC vilirusha makombora hayo kutoka katikati mwa Iran katika kile kilichoelezwa kuwa ni jaribio la kushtukiza vikosi vya Marekani vilivyopo katika Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo ilisema makombora hayo yalielekea upande wa Jordan ambako Marekani na vituo vya kijeshi vinavyotumika katika operesheni zake za usalama na mapambano dhidi ya makundi yenye msimamo mkali katika eneo hilo. CENTCOM ilisema mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ilidungua makombora hayo mara tu baada ya kurushwa na kuanzisha operesheni ya haraka ya kuyazuia. Kwa mujibu wa jeshi hilo, makombora yote yalidunguliwa angani kabla hajafika kwenye maeneo yalikuwa yakilengwa. Marekani imeeleza kuwa kuna taarifa za awali zinazoonyesha kuwepo kwa vifo, majeruhi au uharibifu wa miundombinu ya kijeshi kutokana na shambulio hilo. Katika taarifa yake, CENTCOM ilisema vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran vilirusha makombora kadhaa ya ballistic katika jaribio la kushtukiza vikosi vya Marekani vilivyoko katika Mashariki ya Kati. Makombora yote ya Iran yalidunguliwa kwa mafanikio. Vikosi vya Marekani vinaendelea kuwa macho na viko katika hali ya juu ya utayari. Kauli hiyo inaonyesha kuwa licha ya shambulio hilo, Marekani inaamini mifumo yake ya ulinzi imeendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Shambulio hilo limezua taharuki kubwa kwa sababu limetokea muda mfupi baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwa Marekani ingesitisha mashambulizi dhidi ya Iran, hatua ambayo ilitafsiriwa na wengi kama mwanzo wa kupungua kwa mvutano uliokuwa umeongezeka kwa kasi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Katika kipindi hicho, pande zote zilishuhudia mashambulizi ya anga, matumizi ya makombora ya masafa marefu pamoja na operesheni za kijeshi zilizoongeza hofu ya kuzuka vita vya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran. Jordan, ambayo imekuwa mshirika muhimu wa Marekani katika masuala ya usalama wa Mashariki ya Kati, ina vituo kadhaa vinavyotumiwa na vikosi vya Marekani kwa shughuli za kijeshi, mafunzo na operesheni za pamoja. Miongoni mwa vituo hivyo ni kambi ya anga ya Moafak, ambayo imekuwa moja ya vituo vikubwa zaidi katika operesheni za kijeshi za Marekani ndani ya eneo hilo. Kambi hiyo pia imewahi kukumbwa na mashambulizi hapo awali, hali inayofanya usalama wake kuwa swala nyeti kwa Washington. Katika tukio lililotangulia, wanajeshi watatu wa Marekani waliripotiwa kuuawa katika shambulio lilotokea katika eneo hilo Julai 17 mwaka 2026. Tukio hilo liliongeza hatari kwa vikosi vya Marekani na kusababisha hatua kali zaidi za kuimarisha ulinzi katika vituo vyake vya kijeshi vilivyopo katika Mashariki ya Kati. Hali hiyo imeifanya Marekani kuongeza mifumo ya rada, ulinzi wa makombora na doria za anga ili kujiandaa kukabiliana na mashambulizi yoyote yanayoweza kutokea. Baada ya shambulio hilo la sasa, vikosi vya Marekani vimeendelea kuwekwa katika kiwango cha juu cha utayari, huku maafisa wa jeshi wakifanya tathmini ya kina kuhusu namna mashambulizi hayo yalivyopangwa, aina ya makombora yaliyotumika na iwapo kulikuwa na mashambulizi mengine yaliyokusudiwa kufuata baadaye. Pia Marekani inaendelea kushirikiana na washirika wake wa kikanda kufuatilia mienendo ya kijeshi ya Iran na kuimarisha mifumo ya ulinzi wa anga katika maeneo muhimu. Kwa upande wa Iran, hadi taarifa hizi zinatolewa kukuwa na maelezo ya kina yaliyotolewa rasmi kuhusu madai ya CENTCOM. Hata hivyo, viongozi wa Iran wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwa taifa hilo lina haki ya kujibu hatua zote za kijeshi zitakazolenga ardhi yake, vikosi vyake au maslahi yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Kauli hizo zimekuwa zikitafsiriwa kama sehemu ya mkakati wa Iran wa kuonyesha uwezo wake wa kijeshi na kuzuia kile inachokiita vitisho kutoka Marekani na washirika wake. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi
wanaonya kuwa shambulio hilo linaweza kuashiria hatua mpya ya mzozo kati ya Iran na Marekani. Wanasema ingawa makombora yote yalidunguliwa na hakuna madhara yaliyoripotiwa, tukio lenyewe linaonyesha kuwa hatari ya makabiliano ya moja kwa moja bado ipo. Endapo kutakuwa na mashambulizi mengine au hatua za kulipiza kisasi, kuna uwezekano mkubwa wa mzozo huo kuenea zaidi na kuyahusisha mataifa mengine katika Mashariki ya Kati. Mataifa mbalimbali yanaeleza kwa suluhisho la kudumu linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo ya kidiplomasia badala ya matumizi ya nguvu za kijeshi, kwa kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kuhatarisha usalama kanda, kuathiri biashara kimataifa na kuongeza mfumuko wa bei ya nishati katika soko la dunia. Naitwa Onesmo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.